Karibu tena kwenye channel yetu Ajira Update. Kama tunavyotambua ya kwamba ajira za JWTZ zimetoka, na hivyo kama hujasubscribe channel yetu, subscribe ili uweze kujifunza baadhi ya vitu kabla hujafanya application ya maombi ya jeshi na kabla ya usaili. Mada ya leo nimekuletea ni namna gani unaweza kuandika barua ya maombi ya kazi jeshini kwa usahihi zaidi. Watu wengi sana naona wameniuliza ya kwamba ni namna gani tuandike barua zetu, hawafahamu namna gani unatakiwa kuandika barua, na watu wengi wameuliza ninatumia njia gani kutuma hiyo barua. Sasa nisikilize uweze kufahamu. Cha kwanza, barua inatakiwa iandikwe kwa lugha ambayo iko sawa na level ya elimu ulionayo. Ukiandika barua ya Kiswahili ni sahihi, ukiandika barua ya Kiingereza ni sahihi, lakini wewe kama ni mtu ambaye umeomba ajira kupitia degree, sio sahihi ya wewe kuandika barua yako kwa Kiswahili. Kwa nini? Wanaamini ya kwamba wewe ni mtu ambaye unaweza kuongea lugha ya Kiingereza kwa ufasaha, hivyo andika barua yako kwa lugha ya Kiingereza. Na kama wewe elimu yako ni kidato cha 4, ni sahihi pia ukitumia Kiswahili ama Kiingereza, wewe una machaguo mengi. Ila kwa mtu ambaye elimu yake ni ya juu sana kama degree, diploma, andika barua yako kwa lugha ya Kiingereza, itakusaidia wewe. Alafu kingine kuhusiana na sample, nitawatumieni video ambayo itawaelekeza kila kitu. Kwenye comment section nitaweka comment ambayo nitaweka link ambayo ukiingia utakutana na mfano wa barua halisi ya jeshini, ambavyo kuna watu wana apply, watu wanaomba na watu washapata kupitia hiyo barua. Kwa hiyo nitakuwekea linki kwenye comment, nitaipini ili kila mtu aweze kufungua hiyo linki na ajifunze ni namna gani ya kuandika barua ya kuomba kazi, barua ya kikazi, kuomba kazi katika jeshi la JWTZ. Usiache kufuatilia hii channel na kuomba, kama hujasubscribe gonga alama ya kengele, na tusisahau ya kwamba tutumie njia ya EMS kutuma barua zetu, tusitumie njia ya kawaida. Uelewi nini maana ya EMS? Comment hapo chini nitakuelekeza. Asante.